Katika wazo la wakati huu. Ni kweli najua ya kwamba baadhi yenu mmechoka. Ni kweli si jambo la kawaida ubongo kushika mambo katika mtiririko, lakini na imani ya kwamba neema ya Mungu inawatosha, na nikiomba ya kwamba aweze kuwapatia kiu ya neno, aweze kuwapatia kiu ya neno, ili ya kwamba kila mashauri ambao mnaoyapokea yaweze kuleta badiliko katika maisha yako. Tusiwe watu wa kunungunika, muda umeenda sana, tumechoka. Tusimpe shetani nafasi ya kuweza kutengeneza mawazo ambayo yasiyofaa ndani yetu, ila tuweze kuona ya kwamba it is a privilege, nafasi ya pekee Mungu ambaye ameweza kutupa katika maisha yetu. Ni kweli nashukuru sana kwa mwalimu ambaye alikuwa wa kwanza kabisa, mwanarika ambaye alikuwa ni Osoro. Na nashukuru Mungu sana kwa wazo ambao aliyotupatia. Ni wazo la pekee sana. Akatupatia mtiririko wa wazo ambalo limekuwa nzuri kuhusiana na mtumishi yule na hata pia watumishi wengine. Kwa kweli sisi ni wanadamu, tunakutana na changamoto za hapa na pale, lakini zaidi ya hayo tumeweza kuandikiwa hayo ili ya kwanza kwamba tuweze kujifunza kwayo, na basi tuweze kubadilika na tujifunze jinsi ya kuweza kumtegemea Mungu. Pia tumepokea wazo kuhusiana na hasa ikizingatia kuhusu familia pamoja na vijana. Vijana mnapaswa kufurahia sana. Wengi wetu kama tungepata nafasi kama ile, hatungefanya machaguzi kama jinsi ambavyo tulivyoyafanya. Wengi huwa wanasema I wish I knew. Wangepata nafasi ya kupokea mashauri. Kwa hivyo basi unapopokea nafasi ile, zingatieni sana mashauri hayo. Pia nashukuru pia kwa mwalimu ambaye ameweza kutupeleka katika hatua kuhusiana na kitabu cha Warumi 7 na mambo ambayo amezidi kuzingatia. Na basi shukrani za pekee kwa kwaya, kile ambacho wameweza kumsifu Mungu kwa wimbo huo. 99% ni yale ambayo nakusudia tuweze kujifundisha. Kwa hivyo Mungu awabariki sana kwa wimbo huo, nikijua ya kwamba yule ambaye ameweza kufuatilia ni ya kwamba kwa kweli damu ya Kristo inatakasa na Kristo amekufa kwa ajili yetu. Na basi kwa wakati huu nataka uweze kuelewa ya kwamba katika kipindi hiki cha kufunga historia ya ulimwengu, inasemaje hiyo ambao tumeweka pale? God needs you. Ati God what? Needs you. God Needs you. God Needs you. hapana, God Needs you. needs me. Mungu anafanya namna gani? Anakuhitaji. Katika kipindi hiki Mungu anakuhitaji. Anakuhitaji uweze kuwa mtendakazi pamoja na yeye. Na basi kama anakuhitaji, ni wakati wa pekee katika kusanyiko kama hizi. Ni kusanyiko ambazo za kuweza kudai ahadi za Bwana. Kama Mungu ananihitaji, basi it is a privilege claiming God promise. Ni wakati wa pekee kwa kila mmoja wetu kudai ahadi za Bwana, kwa sababu ameweza kuziahidi. Ni wajibu wako, ni wajibu wangu, nijue ni kwa jinsi gani napaswa kuweza kuzidai ahadi zile. Na basi unaposoma kitabu cha Mathayo 18 mstari ambao ni wa 20, inasema hivi: kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami ni pamoja hapo katikati yao. So watoto mtatusaidia kidogo, sisukume kiti. So tunaambiwa hivi, mbona Biblia inazingatia palipo wawili ama watatu? Kwa sababu kanisa la kwanza lilianzia na wangapi? Genesis, mwanzo, kanisa la kwanza kulikuwa na wangapi? Wawili. Na Biblia inasema palipo wawili ama wangapi?
watatu. So tunaambiwa basi katika kitabu ambacho cha Waebrania 10:25, wala msiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi yenu. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi yenu, bali tuonyane. Kwa hivyo kusudi la kuweza kukusanyika ama kuja pamoja ni ili ya kwamba tuweze kuonyana na kuzidi kufanya hivyo. Kwa hivyo msishangae wakati ambapo kunakuwa na kusanyiko la makambi, tunakusanyika siku ya Sabato, kunakuwa na semina ya vijana, lazima maonyo yao na muwe tayari kupokea maonyo. Na basi anasema hivi, na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile, kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inafanya namna gani? Inakaribia. Kwa hivyo wakati ambapo hatuna wakati, kuja kwa Kristo kunakaribia, ni wakati tunapaswa kuwa na mikutano mingi jinsi iwezekanavyo, kwa sababu ni kupitia kwa mikutano hii mtu anabadilika. Unaonywa, unaambiwa kijana, njia hiyo ambayo unaipitia sio nzuri. Wakati ambapo mzazi anakuambia, mwanangu, binti yangu, usipitie katika njia hii, si ya kwamba mzazi ni mjinga. Mzazi amekuwa kijana kama wewe, wewe hujawahi kuwa mzazi kama yeye. Inaweza kuwa katika hatua za mzazi kuna mahali ambapo aliteleza, na wakati ambapo aliteleza anaona sio vizuri uweze kuteleza vile ambavyo uliweza kuteleza, alivyoteleza. Kwa hivyo ni vizuri tunapokea mashauri ambayo yataweza kutusaidia. Halafu tunaambiwa basi kuna bado katika claiming God's promises ama promise, God's channel of giving the latter rain. Kuna njia ambazo Mungu ameweza kuziteua za kuweza kutupatia mvua ya masika. Tunaambiwa hivi, muombeni Bwana mvua wakati wa masika, naam, Bwana afanyaye umeme naye atawapa manyunyu ya mvua, kila mtu atapewa nyasi kondeni. Tunaambiwa katika nukuu hii, taharakisha kidogo, naomba tuweze kuharakisha pamoja nanyi. So tunaambiwa hivi katika testimony to Ministers, page 508, paragraph 1. We should improve every opportunity of placing ourselves in the channel of blessings. Tunapaswa kuweza kuimarisha ama kuweza kutia jitihada kwa kila nafasi ambazo kwa kweli Bwana ameweza kuziweka mbele yetu kuweza kupokea mibaraka. Christ has said, where 2 or 3 are gathered together in my name. Kwa pamoja ana specify in my name, kwa sababu tunaweza kuwa na kusanyiko maybe za familia, maybe za kutatua migogoro, maybe za biashara, lakini specifically kama utaweza kukusanyika kwa ajili ya jina la Bwana, anasema hivi, there I am in the midst. Hapo ako pamoja nasi. Tunaambiwa hivi, the convocation of the church as in camp meeting. Bwana asifiwe. Amen. Tuko katika makambi. Amen. Tunatimiza kusudi la Kristo. Amen. Kwa hivyo tunapaswa kufurahia, kwa sababu katika kusanyiko hili hapa ambapo tuko hapa ndio Bwana amekusudia kumwaga mvua ya nini? Ya masika. Na basi kama ameatuahidia hivyo, tuna hakikisho tosha ati ya kwamba tunaweza dai ahadi ile. Tuko pamoja? So unapokuwa hapa mtu binafsi, mimi nikiwa binafsi, it is an opportunity, it is a privilege Mungu amenipatia ya kwamba anaweza dai uwezo huu na nguvu hii ambayo ameweza kutuahidia. Na tunaambiwa ya kwamba the assemblies of home church, kwa hivyo we have still home church. Ni kweli? Halafu pia and also occasions where there is a personal labor for souls. Mahali ambapo hata pia kuna ile jitihada ya kuongoa nini? Ya kuongoa mioyo. Are God appointed opportunity for giving the early and the later rain. Kwa hivyo wakati ambapo unasikia mikutano kama hii, haupaswi kususia. Haupaswi kufanya namna gani? Kususia. Haupaswi kuweza kufanya moyo wako mgumu kusema sitaenda.
Kwa sababu wakati ambapo unafanya hivyo, unajinyima nafasi. Kwa sababu kuna kazi ya mvua ya kwanza na kuna kazi ya mvua ya pili. Yule ambaye hajapokea mvua ya kwanza, hatapokea mvua ya pili. Kuna kazi ambayo mvua ya kwanza inapaswa kufanya kwa yule ambaye ameamini. Na basi, anapoandalika, kuna that germination principle katika Mark 4. Hiyo sitafundisha kwa sasa. Lakini lazima tuweze kufikia the stage of ear. Ear natumia ni gani? Ni suke. Ni suke. Lazima tuweze kufikia a certain stage ndio tuweze kupokea mvua ya masika. Kama tutaweza kufikia pale, ni kumaanisha ya kwamba mvua ya kwanza hakuna kazi imefanya ndani ya maisha yetu. Na basi Mungu anatupatia nafasi ya kukuja hapa, atuweze kutumwagia mvua ya kwanza na mvua ya pili, ndio mvua ya kwanza iweze kutukomasha, na basi tuweze kupokea mvua ya pili. Mvua ya pili, wale ambao wanaopokea ni wale ambao mvua ya kwanza imewawezesha kukomesha dhambi katika maisha yao. Bwana asifiwe. Amen. Bila dhambi kukoma katika maisha yako, hauwezi pokea mvua ya masika. Na Mungu ni mwaminifu, anatupenda sana. Anatupatia nafasi kama hizi, kusanyiko kama hizi, tuweze kujioji ndani ya maisha yetu. Tuweze kuona kwa kweli ni wapi ambapo siendi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Na basi wakati Mungu anakufunulia unyonge wako na udhaifu wako, anakupa nafasi ili ya kwamba tuweze kuomba toba iliyo ya kweli. Na basi Kristo ni mwaminifu, huwa anatutenga pamoja, anatutenga kutokana na dhambi. Na basi tunaambiwa hivi katika 2T page 601 paragraph 3. The object of a camp meeting is to lead all to separate from businesses, cares and burden and devote a few days. Hatutakaa. Bwana asifiwe. Amen. Hatutakaa hapa miezi 20 ama mwaka mzima. It's just few days. Siku chache. Kusudi la makambi ni Mungu kusudi la makambi is to lead all to separate from businesses, cares and burdens and devote a few days exclusively to seeking the Lord. Bwana asifiwe. Sijui uko hapa kwa sababu gani? Kila mtu amekuja hapa na mtazamo tofauti. Sijui kama uliacha biashara yako ama uliacha shughuli zako ukiwa na lengo fiche. Lakini purpose ya makambi ni kwa ajili waweze kuacha biashara yako. Uache masumbufu, mambo ambayo yanayokulemea. Na basi kwa siku chache uweze kuyatenga kwa ajili ya kuweza kumtafuta Bwana. We should occupy the time in self-examination. Tuko pamoja? Kwa hivyo huu wakati ambao tuko hapa ni wakati wa kujichunguza mioyo. Hatuko hapa tuchunguze. Bwana asifiwe. Amen. Hatuko hapa tuchunguze. Huko hapa unichunguze mimi. Sometimes unatenga muda wako mkubwa kuchunguza yule mwingine, lakini ujichunguzi wewe mwenyewe. Kusudi ya kuja hapa ni wewe uweze kujichunguza na uweze kujipeleleza moyo wako. Na tunaambiwa hivi, occupy the time in self-examination, close searching of heart, penitential confession of sin and renewing our vows to the Most High. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kama umekuja hapa na haya sio ambayo amekuleta hapa, nataka ufikirie mara mbili. Tunaambiwa hivi, if any come to this meeting for less worthy if any comes to these meetings for less worthy objects, we hope the character of the meeting will be such to bring their minds to the project object. Tuko pamoja? So kama kuna mtu ambaye amekuja akiwa na wazo tofauti kando na hayo ambayo tumeweza kuyasoma, basi ninaamini ya kwamba jinsi ambavyo we will conduct ourselves, jinsi ambavyo tutaweza kuruhusu Roho Mtakatifu aweze kutuongoza, jinsi ambavyo wewe mwenyewe utaweza kuishi katika kambi hili kwa siku ambazo zinaweza kusalia, hakika maisha yako inaweza kuwa ni lesoni kwa mmoja ambaye amekuja hapa. Maybe mimi nilikuja kutafuta mchumba,
Maybe mimi nilikuja kuangalia hawa watu huwa wanasoma nini. Ama mimi nilikuja kutafuta kasoro na mambo mengine. Bali wacha maisha yetu yaweze kuwa yanazingatia kile ambacho kimefanya tuweze kuja hapa. So tunaambiwa hivi, abiding in Christ. The purpose of abiding in Christ ni sealing sin out of the life. Ni kufanya namna gani? What is sealing? Ni kuweza kuondoa dhambi katika maisha yetu. So tunaambiwa hivi, bali njia ya wenye haki katika Proverbs 4:18, bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo. Njia ya wenye haki ni kama nuru ifanyao namna gani? Ing'aayo, ikizidi kung'aa hadi mchana mkamilifu. So the path of the just ni si ati anakwama, anaenda aking'aa. Tunaambiwa hivi katika Romans 8:14-16 inasema hivi, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa nani? Wana wa Mungu. Wote waongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wanani? Wana wa Mungu. Tunaambiwa hivi, Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na basi tunaambiwa katika Waefeso 4:30, wala msihuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Tunaposoma katika Great Controversy page 425 paragraph 1 inasema hivi, God's final word in the judgment. Tunaambiwa hivi, when the investigative judgment is going forward in heaven, wakati ambapo hukumu ya upelelezi inaendelea pale juu mbinguni, when the sins of penitent believers are being removed from the sanctuary, there is to be a special work. There is to be a special work of purification. It's time for purification. Wakati ambapo hukumu ya upelelezi inapozidi kuweza kuendelea, ni wakati ambao dhambi zinazidi kuweza kuondolewa katika hekalu. Tunaambiwa hivi, there is to be a special work of purification, of putting away of sins among God's people on earth. Kama kuna kitu ambacho tunapaswa kuzingatia wakati ambapo kunapokuwa na kipindi hiki cha pekee cha hukumu ya upelelezi, ni wakati ambao tunapaswa kuwa tunafanya kazi ya speciali ya kuweza kukomesha dhambi na dhambi kuweza kuondoka katika maisha yetu. Tunaambiwa hivi katika testimony ya 5 page 472 paragraph 2, Zechariah vision of Joshua and the angel applies with peculiar forces to the experience of God's people in the closing up of a great day of atonement. So kuna njozi hii ya Zechariah, kwa Joshua na malaika, ambayo tunapaswa kuweza kuzingatia sana, kwa sababu iko na ujuzi huu una umuhimu mkubwa kwa watu wa Mungu ambao wanaoishi katika kipindi hiki cha mwisho, ambao ni kipindi cha upatanisho. The remnant church will be brought into great trials and distress. Ati kanisa la masalio litaweza kuletwa katika kipindi ambacho ni cha majaribu na kipindi ambacho ni cha taabu. Those who keep the commandment of God, wale ambao wanaotunza amri za Mungu, and the faith of Jesus, na imani ya Yesu, will feel the what? Jina ilikuwa ni gani? Hivyo mnasema of the dragon and his host. Those who will be true to God and to duty will be menaced, denounced, and proscribed. They will be betrayed both by parents and brethren and kings what? King folks and friends. Tunaambiwa hivi, kuna maana nataka tuweze kufikia katika utangulizi huu. Their only hope katika 5473 paragraph 2. Their only hope is in the mercy of God. Kwa hivyo tumaini lao tu linapatikana kwa huruma za Mungu. Their only defense will be prayer. Tuko pamoja? Ama inapiga kelele? Na mimi tunaelewana. Mnasikia? Asante. So tunaambiwa japokuwa ndio wanaingia katika kipindi ambacho ni cha taabu na dhiki, ndio kwa kweli
masalio, watu wa Mungu, kwa kweli tutaweza kutengwa na wazazi wetu, marafiki zetu, kila aina, all earthly support itaweza kuondolewa. Lakini tunaambiwa hata kama kutakuwa hivyo, wapendwa, tumaini letu litakuwa kwa huruma zake Mwenyezi Mungu. The only defense will be prayer. Ati kinga yetu, ulinzi wetu utakuwa ni maombi. As Joshua was pleading before the angel, so the remnant church with brokenness of heart and honest faith will plead for pardon and deliverance through Jesus the advocate. Bwana asifiwe. Amen. Tunatumaini ati ya kwamba kama utaweza kuelewa hii, hakika tunapaswa kuwa watu wa maombi. Tunapaswa kuwa watu wa kukesha na kuomba. Tunaambiwa hivi, shika hii, andika hiyo Review and Herald ya February 11, 1890 paragraph 4. Christ is cleansing the temple in heaven from the sins of the people. Christ is cleansing the temple in heaven from the sins of the people. And we must work in harmony with him upon the earth, cleansing the soul temple from its moral defilement. Yaani ya kwamba kazi ambayo Kristo anafanya, na nashukuru sana kwa ule wimbo. Kama ulipata wimbo, hata hii utaipata. Tunaambiwa hivi, Kristo anafanya kazi, cleansing ni kazi ya utakaso katika hekalu pale juu mbinguni. Na ile kazi ambayo anaoifanya ni kuweza kuondoa dhambi kwa watu wake. Na tunaambiwa basi tunapaswa kuwa tunashirikiana pamoja naye tukiwa hapa duniani. Na basi tunashirikiana na yeye kwa sababu kazi hii ni ya kuweza kuondoa dhambi kutoka katika mioyo, from its moral defilement, katika ile hali ya uchafu. If we will work thus, if we will work thus, we shall find that the sweet influence of God's Spirit will be wrought in our lives. Basi tunaambiwa hivyo. Basi kama tutaweza kushirikiana hivyo, tutaweza kupata ya kwamba mvuto mzuri wa Roho wa Mungu ataweza kuonekana ama ataweza kuletwa katika maisha yetu. Kitabu cha Wakorintho wa pili 7 mstari ambao ni wa kwanza. Tunaambiwa hivi, basi wapenzi, Wakorintho wa pili 7 mstari wa kwanza inasema hivi, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha nani? Kumcha Bwana. Basi kama tuko na ahadi hizo, kazi ambayo Kristo anatufanyia, basi tuna wajibu wa kuweza kujitakasa nafsi zetu na kila aina ya uchafu, kila aina ya mawazo ambayo sio mazuri, kila aina ya tabia ambazo hazifai, kila njia ambayo tunaovunja sheria za Mungu. Na basi tuweze kuwa tunatembea na kuweza kumtukuza Mungu katika kila hali ya maisha yetu. Kitabu cha Yakobo 4:8 nasema hivi, mkaribieni Mungu naye atawakaribia nyinyi. Atufanye namna gani? Tumkaribie Mungu na atafanya namna gani? Atatukaribia. Alafu anatuambia hivi, itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia ngapi? Nia mbili. Halafu pia kitabu cha Zaburi 19:12 nasema hivi, Psalms 19 verse 12, but who can know his errors? Kwa pamoja, who can know his errors? Tunaambiwa hivi, who can understand? Wacha niseme kwa Kiswahili, nani awezaye kuyatambua makosa yake? Unitakase na mambo ya nini? Ya siri. Halafu Psalms 119 verse 9 nasema hivi, jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kuitii. Jinsi gani? Psalms 119 verse 9. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii, akilifuata neno la nani? Neno la Mungu. Kwa hivyo siri iliyokuu, iwe ni kwa kijana, iwe ni kwa mzazi, kuisafisha njia yake
ni ili inampasa aweze kulifuata neno la Mungu. Tunaambiwa hivi pia katika Yeremia 33 mstari ambao ni wa 8, ambao inasema, nami nitawasafisha na uovu wote ambao nami nitawasafisha na uovu wao wote ambao kwa huo wamenitenda dhambi, nami nitawasamehe maovu yao yote ambao kwayo wamenitenda dhambi na kukosa juu yangu. Kwa hivyo Mungu ameahidi ya kwamba ataweza kukusafisha, ataweza kutufanya kuwa safi. Na unaposoma kitabu cha Yohana wa kwanza 1:9 inasema hivi, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni nini? Ni wa haki. Yeye ni mwaminifu. Can you imagine? Anaongojea na anasubiri sana ati ya kwamba tuweze kuziungama dhambi zetu. Na yeye ni nini? Ni mwaminifu na wa haki, hata atatuondolea dhambi zetu zote na kutusafisha na udhalimu wetu wote. Alafu Psalms 51:2 ni mafungu tunasoma kwa mtiririko, andikeni. Nasema hivi, huyu ni Daudi aliomba ombi hili na linapaswa kuwa ni ombi letu. Anasema hivi, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Tunapaswa kuwa tunamuomba Mungu kila wakati, kama vile Daudi aliweza kuomba. Iwe ni ombi kwako, ni ombi kwangu, ya kwamba aweze kuniosha kabisa na uovu wangu, na basi na aweze kunitakasa na dhambi zangu. Tunaambiwa hivi katika our high calling page 327 paragraph 4. He Jesus is striving to lift them into companion with himself. It is his work to sanctify his people. Bwana asifiwe. Ni kazi ya nani? Ni kazi ya nani? Ni kazi ya Kristo. Si kazi yetu, ni kazi ya Kristo tukishirikiana pamoja na yeye. Ni kazi ya Kristo tukishirikiana pamoja na yeye. Ati tunaambiwa he is striving, anang'ang'ana to lift them up into companion with himself. It is his work to sanctify his people, to cleanse and what? Enable and purify them and fill their hearts with peace. Bwana asifiwe. Amen. Kristo anataka kujaza mioyo yetu na nini? Na amani. He is thus fitting them for glory. He is fitting them for glory, honor, and eternal life, for an inheritance richer and more lasting than that of any earthly who? Earthly who? Praise. Prince. So angalia wito ambao tumeweza kuitwa na ile Kristo anatufanyia. Tunaambiwa hivi, like Paul, like Peter and his brethren, katika Desire of Ages page 646 paragraph 4. Like Peter and his brethren, we too have been washed. Jesus our cleanser. Like Peter and his brethren, we too have been washed in the blood of Christ. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Ati ya kwamba kama Peter pamoja na ndugu zake ama pamoja na mitume wenzake, basi we have been washed in the blood of Christ. Yet often through contact with evil, the heart purified is what? Is solid. We must come to Christ for his cleansing grace. How grievous to him is our evil temper, our vanity pride, yet all our infirmity and defilement we must bring to him. He alone can wash us clean. Ni nani anaweza tuosha? Ni Kristo peke yake. We are not prepared for communion with him unless we are not prepared for communion with him unless we are not prepared for communion with him unless cleansed by his efficacy. Tunaambiwa hivi tukiendelea. Andikeni fungu hili. 1 John 3:6-9. Kila akae
iko pale. Kila akae ndani yake hatendi dhambi. Simple and clear. Inaeleweka? Inaeleweka? Kila Akae ndani yake. Kila Akae ndani yake afanye nini? Atendi dhambi. Kila atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakufanya namna gani? Hakumtambua. Watoto wadogo mtu asiwadanganye. Atendaye haki yuna nini? Yuna haki. Kama yeye alivyo na haki. Atendaye dhambi ni wa nani? Ni wa Ibilisi. Ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangia nini? Tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za nani? Za Ibilisi. So kama amedhihirishwa avunje kazi za Ibilisi, na wewe unajiunganisha pamoja na Ibilisi, sikuna hatari? So tunaambiwa hivi, kila mtu aliye, hii fungu ni nzuri sana, nataka uitafakari sana. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi nini? Dhambi. Sasa hebu shikanisha hii 6 na 9. Haya, kila atendaye kila akae ndani yake hatendi nini? Hatendi dhambi. Kila akae ndani yake hatendi nini? Hatendi dhambi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi nini? Dhambi. Halafu kwa sababu gani? Kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutoka kwa nani? Kutokana na nani? Kutokana na Mungu. Sasa nataka ushike hii na usikize kwa makini. Hii nitaenda polepole. Sikiza maneno haya. I think mmepay attention. Wacha nisome, nilikuwa nimeangalia huko. Tuambie kitabu kwanza. Mtu wa kamera uko sawa? Tuambie kitabu. Hapa ni maelezo. To remain in Christ. Ningeomba saidiwe na mic. At least tushike hii itusaidie. Kwa mjibu wa fungu ambao tumesoma 1 John chapter 3 verse 6 to 9. Inasema hivi, to remain in Christ. Kudumu katika Kristo Every step of the way. Katika kila hatua ya njia. In every trial. Katika kila jaribu. At every point. Na katika kila hatua. Is to remain locked into the most holy place experience. Bwana asifiwe. Ndio kubaki kuwa umefungwa katika patakatifu mno. Tuko pamoja, tumeshika. So wakati ambapo unaambiwa katika fungu hilo kudumu ndani ya Kristo, kila ambaye amezaliwa na Mungu hatendi nini? Hatendi dhambi. Ni kumaanisha namna gani? Huyu mtu katika kila hatua ya njia katika maisha yake, katika kila majaribu, katika kila hatua anakuwa ya kwamba ameweza kufungwa ama to be locked. Ni what is to be locked? Ni kufungwa katika ujuzi wa the most holy place. Na hapo ndio Mungu anataka tuwe siku ya leo, today. Amen. Ati ya kwamba tuwe tumekuwa locked into the most holy place experience. Kwa sababu wale ambao wanaingia inside the most holy place wamekoma kutenda dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Hapo ndio Mungu anataka kutufikisha. Ati in every experience, elder, ati ya kwamba hautatoka katika uwepo wa nani? Wa Kristo. Tunaambiwa hivi, when the believer, wakati muumini, is locked into the most holy place, amefungwa ndani ya patakatifu mno, ama katika ujuzi wa patakatifu mno. Wacha nikurudie, nimepeleka vibaya. When the believer is locked in the most holy place experience, wakati muumini amefungwa katika ujuzi wa patakatifu mno, is no longer coming in and out, haendelei kuingia na kutoka, sinning and what? Repenting, akifanya dhambi na kutubu. So wapendwa, Bwana asifiwe. Amen. Sijui kama mnanielewa. Kama mnanielewa, mkono juu. Are we locked in the most holy place? Kwa sababu
wakati ambapo tunatenda dhambi, tuko pamoja, tunatubu, tunatenda dhambi, tunatubu. That is not the experience ambao watu wa Mungu wanapaswa kuwa nayo saa hii. Hakika ukweli wa mambo, inapaswa kila mmoja ambao ako hapa awe amekoma kutenda dhambi. That is what ndio Mungu anataka tuweze kuwa. So tunaambiwa hivi, he is continually abiding in Christ. Anaendelea siku zote kudumu katika Kristo. And as the text says, na vile fungu linavyosema, whoever abide in him, yeyote akaaye ndani yake, sinneth not, atendi dhambi. Bwana asifiwe. Amen. Mimi naomba tu Kristo akae ndani yetu. So, si fungu nimejelezea mpaka chini, wacha turuke kidogo. The first step, hatua ya kwanza in the cleansing of the sanctuary, katika utakaso wa hekalu, is the cleansing of the people. Ni utakaso wa watu. For it is when God has a people, maana ni wakati ule Mungu anao watu that remain in him, wanaodumu ndani yake continually, that the universe will see, siku zote, ndipo ulimwengu wote utaona that God law can be kept, because ya kwamba sheria ya Mungu ya kwamba sheria ya Mungu inaweza kutunzwa ndani yake. Kwa sababu okay, wacha nirudie. Tuko pamoja? Kwa sababu gani? Sheria ya Mungu inaweza kutunzwa kwa sababu ndani yake dhambi haiwezi kuwepo. Tuko pamoja? Amen. Wakati ambapo tunasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, wao washikao amri za nani? Amri za Mungu. Na imani ya nani? Ya Yesu. Wakati ambapo tumeweza kutumia nafasi ambayo inayopatikana kwa sasa, huduma ambayo Kristo anaoifanya, kwa sababu huduma ambayo anaoifanya sehemu kubwa ni kuweza kuondoa dhambi katika maisha yetu. Na basi wakati ambapo kunapatikana watu ambao wanaomtii Mungu na kumheshimu na kuweza kuishi sawasawa na yaliyo mapenzi yake, ambao wamekubali ati ya kwamba wakae ndani ya Yesu Kristo, basi tunaambiwa sayari nzima inadhihirishiwa ya kwamba ati ya kwamba watu hawa kwa kweli wanashika sheria za Mungu, na basi ni watu ambao wamekoma kutenda dhambi. It is then that his character will be vindicated. Kwa pamoja, hapo ndipo tabia yake itakapodhihirika. As we continue, tunapoendelea tutazidi kuweza kujifunza katika hiyo. Tunaambiwa hivi katika testimony, wacha nirudi hapa. Testimony to Ministers, page 448, paragraph 1. The time has come. Kwa pamoja, the time has done what? The time has come when Jerusalem is to be searched. The time has come when Jerusalem is being searched as with a lighted candle. God is at work investigating character. Hati ya kwamba Mungu ako kazini akichunguza nini? Tabia, weighing moral worth and pronouncing decision on individual cases. So ni wakati ambao wapekee sana ninapoelekea kutamatisha. So tunaambiwa hivi katika testimony volume 4, page 371, paragraph 3. If the ministers, wacha tusikize sasa hii. If the ministers now laboring in the gospel field, kama wanaohudumu kwa wakati huo katika uwanja wa Injili, yourself included. Na hii sio mimi niliweka, unajua iko hivi. Na wewe pia ukiwemo. Unajua sasa wakati mwingine tunaonaga kazi ya Injili ni ya watu fulani. Sasa anaweka wazi. Hata wewe ambaye unayesoma na kuelewa, anakuambia even yourself included. Felt the necessity of daily examination of self
wakihisi uhitaji ule wakuwa katika kila siku wakijipeleleza and daily communion with God, na kila siku wakiweza kuzungumza pamoja na Bwana, they will then be in a condition to receive the words from God to be given to, they will then be in a condition to receive the words from God to be given to the people. Your words and daily life will be a savior of life unto life, or of death unto death. Halafu tunaambiwa hivi, napoelekea kutamatisha dakika kama 7 hivi, it is crucial Ni muhimu sana to sense the need for daily self-examination. kutambua umuhimu wa kujisaka moyo kila siku, Judging ourselves on a daily basis. tukijihukumu wenyewe kila siku. We want our words Tunataka maneno yetu, and daily life maisha ya kila siku to be a savior of life unto life. Bwana asifiwe. yaweze kuwa manukato ya uhai hata uhai. We want to end our course Tunataka kumaliza safari yetu in Christ katika Kristo and help others na tusaidie wengine in this work to do. katika kazi hii pia. Tunaambiwa hivi, Christ is the connecting link Kristo ndiye kiunganishi between God and man. kati ya mwanadamu na Mungu. He has promised his personal intercession by employing his name. Ameahidi maombi yake mwenyewe kwa kutumia jina lake. He placed the whole virtue. He placed the whole virtue of his righteousness Anaweka wema wote wa haki yake on the side of the kwa upande wa muombaji. muombaji. Can you imagine? Wema wake wote ameweka upande wako. Ameweza kutoa jina lake kwa ajili ya maisha yako. So tunaambiwa hivi, Christ plead for man. Christ pleads for man. Kristo anatuombea And man in need of divine help. na mwanadamu anayehitaji msaada wa Mungu. Pleads for himself in presence of God. Anamuombea mbele za Mungu. Pleads for himself. Plead for himself. Na mwanadamu anayehitaji msaada wa Mungu anajiombea mbele za Mungu, Using the power of influence of the one who gave his life for the world. akitumia uwezo wa mvuto wa mmoja ambaye alitoa maisha yake kwa ajili ya ulimwengu. As we acknowledge, Kadri tunavyotambua before God our appreciation of Christ's merits, mbele za Mungu jinsi tunavyopenda wema wa Kristo, fragrance is given to our intercession. manukato mema yanawekwa kwa ajili ya maombi yetu. Oh, who can value this great mercy and love? Ni nani atakaye dhamini rehema hizi nyingi na upendo? As we approach God through the virtue of Christ's merit, Kadri tunavyomkaribia Kristo, Mungu kupitia kwa wema wa Kristo, we are clothed with his priestly priesthood. tunavikwa na mavazi yake ya kikuhani. He places us closer by his side. He places us closer by his side, Anatuweka ubafuni pake, encircling us with his human arms. akitukumbatia kwa mkono wake wa binadamu. When his divine arms, he grabs the throne of the infinite. Wakati mkono wake wa uungu unashika kiti cha aliye wa milele. He put his merits as sweet incense. Anaweka wema wake kama manukato mema. Na basi, in order to encourage our petition, nimeruka mahali, in a censer, in our hands, Katika kitasa, katika mikono yetu, ili kututia moyo katika maombi yetu. he promises to hear and answer our supplication. Bwana asifiwe. Ameahidi kusikia na kujibu maombi yetu. Amina. Ameahidi kusikia, na sio kusikia tu,
hata kujibu maombi yetu. Hebu angalia ile sehemu Kristo anafanya kwa ajili yetu. Ako tayari kabisa kusikia na kujibu maombi yetu. Nimebakisha kama slides kama 2 hivi tumalize. The love of God, upendo wa Mungu, is without measure. hauna kipimo. Without comparison, it is infinite. Hawezi kulinganishwa, ni wa milele. When we contemplate the love, when we contemplate the dignity and glory of Christ, tunapotafakari heshima na utukufu wa Kristo, we see how great was that love, tunaona jinsi upendo ule ulivyokuwa mkuu, that prompted the sacrifice made upon the cross of Calvary, uliosababisha kafara iliyofanyika msalabani Calvary, for the redemption of a lost world, kwa ajili ya dunia iliyokuwa imepotea. This theme Somo hili will fill the saints with wonder and amazement. Litajaza watakatifu na mshangao na kustaajabu katika vizazi vyote, katika vizazi vyote vya umilele. And why should we not meditate upon it here in the world? Na sasa kwa nini tusiutafakari hapa duniani? Sijui kama unakuwa na muda wa kutafakari kuhusu mpango wa ukombozi. Siri hii ambayo ni ya ajabu, ambao wale ambao wataweza kukombolewa watastaajabu na wataweza kuona mambo ya ajabu katika umilele wote. Sasa tunaulizwa, mbona huwa tutafakari kuhusu kafara ya Yesu Kristo? Upendo ambao ni wa ajabu. Sisi ambao tulikuwa tupotee milele na milele, lakini Kristo akaweza kuchukua nafasi hiyo na akatupatia nafasi nyingine, na anatupatia zawadi ya wokovu. So nikimalizia inasema hivi katika tu hii God's love, tunasoma hii acha tusome hii. God's love for the fallen race, upendo wa Mungu kwa wanadamu walioanguka, is a peculiar manifestation of love, ni dhihirisho la ajabu la upendo, a love born of mercy, upendo uliozaliwa na rehema. For human beings are all undeserving. Kwa pamoja, maana wanadamu wote hawafai. Mercy implies the imperfection of the object toward which it is shown. Mercy, rehema zinaonyesha vile the imperfection of the object. Hayo maneno. Vile ambavyo wale ambao wanapewa rehema hiyo hawafai. It was because of sin. Ilikuwa ni kwa ajili ya dhambi that mercy was brought into active exercise. Ni kwa ajili ya dhambi rehema zilianza kutumika. Sin is not the object of God's love. Dhambi sio kusudi la upendo wa Mungu, but of his hatred. Bali ni chuki yake. But he loves and pities the sinner. Lakini anapenda na kuhurumia mwenye dhambi. The erring sons and daughters of Adam. Kila wana na binti wa Adamu are the children of his redemption. Bwana asifiwe. Wanaokosa wote ni watoto wa ukombozi wake. Through the gift of his son, kupitia kwa kipawa cha mwanae, he has revealed toward them his infinite love and mercy. Ametudhihirishia upendo wake na upendo na rehema zake za milele. Na basi katika hiyo Mungu anafanya namna gani? Anatuhitaji. Mungu anafanya namna gani? Ananihitaji. Anakuhitaji. Mungu ananihitaji. Hawezi fanya hiyo yote bure. Anafanya hivyo kwa ajili ya upendo wake na huruma zake. Na basi kama ameweza kutufanyia hivyo, basi tusifanye mioyo yetu kuwa nini? Kuwa migumu. Wacha tuweze kukubali kuweza kufanyiwa kazi hii ya pekee ambayo Kristo anazidi kuweza kuifanya, ili ya kwamba tuweze kukamilika na kuishi katika pendo lake. Na basi tutaweza kumsifu Mungu kwa wimbo ili ya kwamba tuweze kufikia tamati. Na kuna wale ambao Elda uniambia watabatizwa.
Is there a possibility? Yeah, kunao. So, kuna wale ambao walikuwa wabatizwe. Basi tutaweza kualika, pia tuweze kuwaombea. Kwa sababu Mungu anafanya namna gani? Anakuhitaji. Na pia nawe, kama Mungu pia unaamini anakuhitaji, utakaribia hapa tuweze kuomba. Kwa pamoja, if God needs you, karibia hapa tuweze kuomba. Kwa sababu ni kweli tumetenda dhambi. Tumefarakana katika kila hali. Kwa kweli Kristo anatamani katika kipindi hiki aweze kutulock katika the most holy place. Ndio tusiwe tunatenda dhambi, tunaungama. Tunatenda dhambi, tunaungama. Tunaingia tukitoka, tunaingia tukitoka. Utaingia siku moja na utoke milele hata milele. So, wimbo number 188, chorister. Wako wapi wale Mungu amewabariki kwa sauti? Mimi nikiwapatia saa hii nitaenda hapo. Wewe Mungu anakuhitaji. Kama Mungu anakuhitaji na ungetamani uweze kufungwa katika experience of the most holy place, basi karibia hapa tuombe pamoja na wewe. Wimbi la damu ya Yesu linatutakasa. Aliumia kusudi tupate uzima. Wimbi la damu naingia na takaswa. Bwana asifiwe sana. Hutakasa. Damu inasema kwangu, nasikia mvuto. Inasema moyo wangu, hutakaswa nayo. Wimbi la damu naingia natakaswa. Bwana asifiwe sana. Hutakasa. Naondoka kutembea kwa nuru ya mbingu. Mavazi yamesafishwa, moyoni ni Yesu. Wimbi la damu naingia natakaswa. Bwana asifiwe sana. Hutakasa. Neema ni ya ajabu, hutakasa ndani na kuwa naye Yesu tu aliye Mwokozi. Wimbi la damu naingia natakaswa. Bwana asifiwe sana. Hutakasa.
wimbi la damu naingia natakaswa.